Mambo wazee, naitwa Onesmo Edutalk TZ hapa. Jana katika pita zangu mtandaoni nilikutana na hii video ambayo imerekodiwa na Clouds Media ikionyesha hali ya kimazingira ya shule ya msingi Mbezi ambayo ipo katika manispaa ya jiji la Dar es Salaam. Yaani shule ipo within walking distance kutoka Ikulu. Unaweza kutoka tu kaenda mpaka Ikulu pale kwa miguu na ukarudi. Lakini angalia hali ya mazingira ya shule. Angalia madarasa yalivyo chakaa. Angalia namna darasa moja lilivyojaa wanafunzi. Angalia mwalimu na wanafunzi walivyo. Afu kumbuka ile barua yangu ambayo nilimwandikia Mheshimiwa Rais, barua ya wazi juzi tu hapa. Angalia tu hali ya mazingira ilivyo kwenye shule. Afu kumbuke kwamba mamilioni ya watoto wa Tanzania maskini nchi nzima ndio wanasoma kwenye mazingira yanayokaribia kufanana na haya, kama sio haya halisi. Lakini pia kingine cha msingi sana na kizuri sana ambacho kimefanyika ni kwamba hii video imetoka wakati tunasomewa ripoti ya mdhibiti na mkaguzi wa mahesabu ya serikali CAG ambayo imesomwa leo. Na katika ripoti hiyo CAG anasema kwamba serikali ya Tanzania inatumia karibu bilioni 400 kwa matumizi yasiyokuwa ya lazima. Right? Haya maneno CAG anayasema miaka miwili baada ya rais na serikali yake kutuahidi kwamba anaenda kupambana kudhibiti na kuzuia matumizi ya ovyo serikalini. Katika hotuba ya bajeti Wizara ya Fedha mwaka 2022 ukurasa 14, Waziri wa Fedha anasema hivi: lazima matumizi ya serikali na matumizi ya watumishi wa umma yote yaakisi ugumu wa maisha wanaopitia wananchi wetu. Akaendelea kufafanua namna fedha zinavyopotea. Akasema hivi: kwa sasa serikali inatumia zaidi ya shilingi bilioni 558 kwa ajili ya ununuzi wa magari, ununuzi wa mafuta ya uendeshaji na ununuzi wa vipuri na matengenezo, ambapo kwa sasa ni zaidi ya shilingi bilioni 500 zaidi nyingine. Tukaendelea kusoma ile hotuba kwa uchungu sana. Kwa mfano, tukaambiwa kwamba kuna magari zaidi ya 130, na tunavyozungumzia magari tunamaanisha yale V8 ya milioni 300, milioni 400, milioni 500 ya viongozi, ambayo kazi yake ni kuzunguka tu kutoka Dar kwenda Dodoma, kutoka Dodoma kwenda Mwanza, Mbeya, kuzunguka. Haya baby, viongozi yafanye nini? Yaani inakuwa hivi, kiongozi anapelekwa na V8 pale airport Dar es Salaam, alafu akishapanda ndege gari inatembea tupu mpaka Dodoma kwenda tena kumpokea kwenye airport na kumzungusha labda kumpeleka bungeni, alafu tena ikitoka inamrudisha airport, alafu yenyewe inatembea bure bila abiria yote, inamwahi tena Dar. Katika mazingira yana hiyo, tukaambia kwamba tunachezea pesa sijui kwa sababu kununua mafuta, kununua vipuri zaidi ya bilioni 500. Ikasemekana kwamba ni matumizi ya kipumbavu, yataenda kubadilishwa bla 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 ili aweze kuboresha maisha ya watu sijui nini, kwamba serikali itabana bajeti na kuhakikisha kwamba inabaki na matumizi ya bilioni 50 tu kwa ajili ya usafiri. Hali imebadilika mpaka sasa hivi. Hakuna chochote kilichobadilika. Bado watoto wa Tanzania maskini kwa mamilioni wanasoma kwenye shule kama hizi. Pitieni zile ripoti za best zile. Angalieni hali ilivyo. Kila kona hakuna madawati, hakuna madarasa, kompyuta bado ni anasa. Yaani mtoto wa Mtanzania maskini hana ndoto yoyote anayoandaliwa kuja kuishi. Sana sana anaandaliwa kuzunguka na umaskini na kuendelea kuwa maskini. Wakati anaishi katika mazingira kama haya, wakati anasoma katika mazingira kama haya, bado rais wa nchi yake anatumia mabilioni ya fedha za kodi za Watanzania maskini kuhonga viongozi wa dini. Anatumia mabilioni ya fedha za kodi za Watanzania maskini kununua magoli ya Simba na Yanga. Anatumia mabilioni ya fedha za Watanzania maskini kulipa media zifanye kazi ya kumsifu na kumwabudu. Anatumia mabilioni ya fedha za Watanzania maskini kukusanya wasanii kila kona ili waambatane naye, kumwimbia tu kwamba huyu anaupiga mwingi, huyu anaupiga mwingi, huyu anaupiga mwingi. Hakuna tone la nidhamu ya matumizi katika taifa ambalo maelfu ya watoto wa wananchi wake wanasoma katika mazingira kama haya. Nadhani
We really need to be ashamed of this. Ni aibu kubwa sana.